Ili mwanaume aonekane anapeleka moto vizuri, huwa tunaangalia vitu viwili tu. Punguza sauti, kuna jambo jeusi. Kwa kawaida, ili tuseme mwanaume huyu ni mashallah, huwa tunaangalia vigezo viwili. Cha kwanza ni stamina, yani uwezo wa kumaintain au kufanya dhakari yake iwe imara muda wote wa tendo. Pili ni namna au muda gani anautumia yeye mpaka kufikia mshindo, hususan kuanzia raundi ya pili na kuendelea. Sasa kwa nini nimesema hivi? Kuna swali tuliulizwa ya kwamba mwanaume anapofanya tendo mara kwa mara, ubora unaongezeka au unapungua? Yani mwanaume anayefanya sana, too frequent, na ambaye hafanyi mara kwa mara, kati ya hawa wawili yupi anakuwa bora kuliko mwingine? Ndio swali. Sasa majibu yako hivi. Kawaida mwanaume anayefanya tendo mara kwa mara anakuwa hana ile libido kwenye hali ya juu sana, namaanisha ile ashki, hamu au mawazo sana kuhusiana na lile tendo. Hivyo hali hii kisaikolojia inampa uwezo wa kucontrol au kusimamia mchezo. Kwa faida nyingine ni kwamba yule ambaye hafanyi muda mrefu ni sawa na kusema kibubu kinakuwa kimejaa. Nadhani inaeleweka. Ndio maana hata mshindo wake unakuwa na mbegu nyingi au kiwango kingi cha majimaji. Hali hizi zote zinamfanya mwanaume bado awe rijali. Hivyo kwa wewe mwanamke hapo nyumbani kwako, ili mwanaume wako awe bora, basi jitahidi kumpa mara kwa mara. Lakini ili mwanaume uendelee kuwa bora, jitahidi kushiriki tendo mara kwa mara. Japo kufanya tendo mara kwa mara haikupi uwezo wa kuzalisha mimba kiwepesi. The more unafanya, ndivyo unavyopunguza ubora na uwezo wa zile mbegu, kwa sababu huwa zina muda maalum wa kukaa kwenye ule mfuko wako. Na kuachia swali rafiki. Je, hapo nyumbani kwako huwa mnafanya baada ya muda gani kwa wiki? Je, kwa wiki ni mara moja, mara mbili, mara tatu, mara saba au zaidi ya mara saba? Ukisema kaini rafiki, utakuwa umetisha. Na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.